Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Ikiwa ni mkakati wa kuwawezesha wachimbaji wadogo wa madini kimtaji, Wizara ya Madini imeingia makubaliano na benki ya CRDB kupitia programu maalum kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kwa kuwapatia mikopo kwa ajili ya ununuzi wa mitambo ya uchenjuaji CIP, vifaa na gharama za uendeshaji. Akizungumza kwenye kikao cha kujadili mapendekezo ya ushirikiano kati ya benki ya CRDB na Tume ya Madini katika utoaji wa mikopo kwa wachimbaji wadogo wa madini, Waziri wa Mavunde amesema kupitia maboresho haya, wachimbaji wadogo wenye leseni za madini wataweza kuomba na kupatiwa mikopo na benki hiyo na kuwezesha uzalishaji wao kuwa wenye tija na mchango wao kuendelea kukua kwenye makusanyo ya maduhuli ya serikali. Akielezea moja ya wanufaika wa programu hiyo, Waziri Mavunde amesema kuwa ni pamoja na kikundi cha Saza Gold Mine ambapo benki ya CRDB ipo mbioni kutoa mkopo wa shilingi bilioni 30 kwa ajili ya ununuzi wa mtambo wa kuchenjua madini ya dhahabu na vifaa vya uchimbaji kwa kikundi hicho kinachoendesha shughuli zake katika eneo la Saza mkoani Songwe. Ameendelea kusema kuwa awali kupitia ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo la Saza, kikundi cha wachimbaji wadogo kupitia mbunge wa Songwe Mheshimiwa Philip Mlugo waliomba kupatiwa leseni ya uchimbaji wa madini, ambapo Rais Samia alielekeza kikundi hicho kupatiwa leseni ya uchimbaji iliyokuwa inamilikiwa na kampuni ya Bafex. Amesema ikiwa ni mkakati wa kuendelea kuwawezesha wachimbaji wadogo wa madini, kikundi cha Saza Gold Mine kilipewa leseni na kuanza kuchimba madini na kuomba mkopo kwa ajili ya mtambo wa uchenjuaji wa madini na vifaa, ambapo mchakato wake ulianza mara moja kupitia benki ya CRDB. Katika hatua nyingine, Waziri Mavunde ameitaka Tume ya Madini na benki ya CRDB kukamilisha makubaliano ya awali MOU ifikapo Jumatano ijayo ili taratibu za utoaji wa mkopo zikamilike mapema. Ameeleza manufaa ya mikopo kwa wachimbaji wadogo wa madini kuwa ni pamoja na uzalishaji kuongezeka na mchango wao kuongezeka kwenye ukusanyaji wa maduhuli ya serikali, hasa ikizingatiwa kwa sasa wanachangia 40%. Wakati huo huo, Mheshimiwa Mavunde amezitaka taasisi za fedha nchini kuamini wachimbaji wadogo wa madini kwa kuweka mazingira rafiki ya mikopo, kwani wana utajiri mkubwa wa rasilimali za madini. Amesema anaomba taasisi za fedha kuamini wachimbaji wa madini kwa kuwa wenyewe wana uwezo wa kukopeshana hadi shilingi bilioni 5 kwa kuaminiana. Wakiwawekea mazingira mazuri na kuwakopesha, watapata faida kubwa sana kupitia sekta ya madini na kukuza mitaji yao. Naye mbunge wa Songwe Mheshimiwa Philip Mlugo akizungumza kwenye kikao hicho, amempongeza Waziri Mavunde kwa kuwa mlezi wa wachimbaji wadogo wa madini nchini, sambamba na kuwaunganisha na taasisi za fedha kwa lengo la kuhakikisha wanatajirika kupitia sekta ya madini. Katika hatua nyingine, ametaka benki ya CRDB kuajiri wataalamu wa madini ili kuwa na uelewa wa sekta ya madini, hali itakayowawezesha kutoa mikopo kwa urahisi zaidi na kuweka mazingira mazuri ya ukopeshaji. Naye naibu waziri wa madini Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa, sambamba na kupongeza benki ya CRDB kwa nia yake ya kutoa mikopo kwa wachimbaji wadogo wa madini, amewataka kuendelea kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo wa madini nchini kuhusu masuala ya fedha ili waweze kukopa. Naye katibu mkuu wa Wizara ya Madini Mhandisi Yahaya Samamba ameshauri benki ya CRDB kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utoaji wa mikopo kwa kuangalia historia ya uzalishaji wa wachimbaji wadogo wa madini ili waweze kukopesheka. Wakati huo huo, akizungumza kwenye kikao hicho, mwenyekiti wa Songwe Gold Family Simon Ndaki ameshukuru sana kwa msaada wa serikali kwa kuwaunganisha na benki ya CRDB na kufanikisha hatua za awali za maombi ya mkopo huo. Amesema anamshukuru sana Waziri wa Madini na timu yake kwa kuwapatia leseni ya madini na kuwasimamia kikamilifu hatua zote za awali za maombi ya mkopo kwenye kikundi chao chenye wanachama 264. Wanaamini kupitia uzalishaji wao kwa kutumia vifaa vya kisasa, mchango wao unakwenda kuwa mkubwa kwenye makusanyo ya maduhuli ya serikali. Mohab TV, Dodoma.